Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unayefuatilia mafundisho katika channel yetu ya Mikono ya Kristo. Basi leo nimekuja na ni somo fupi. Linasema madhara ya kulia kupita kiasi siku ya msiba. Kimsingi kuna baadhi tu ambao nimeandaa kwa siku ya leo, japo yapo mengi, lakini basi nimeona tushirikishane katika jambo hili. Sababu ya kwanza au madhara ambayo yanasababisha, madhara ya kwanza ni kukaribisha roho za mauti. Yaani unapolia kupita kiasi, yaani unalia kupita kiasi, yaani unakaribisha roho za mauti. Nikupe mfano. Hivi hujawahi kusikia kwamba kuna mtu wana amelia sana, alipolia sana mpaka akazimia, sasa amepelekwa hospitali, na amepelekwa hospitali baada labda ya siku 2-3 amefariki. Kwa nini? Kwa sababu aliruhusu roho ya uchungu ikapita kiasi, na hiyo roho ya uchungu ikazidi. Maana kwamba adui siku zote huwa anatafuta mlango wa kuingilia, ili kwamba waseme kwamba kwa sababu 1, 2, 3, kumbe tayari huyu mtu amekaribisha roho za mauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, naomba nikusomee kitabu cha Wafilipi ile sura ya 1 na ile aya ya 21. Wengine wanasema ni mstari wa 21. Anasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Naomba nirudie tena, yamkini kuna mtu hajasikia. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Sasa kama huyu mtu alimuishia Kristo maisha yake, maana kwamba hata anapokufa maana kwamba ni faida. Maana sasa kama ni faida, maana kwamba anaenda kwa Mungu, na kama anaenda kwa Mungu maana kwamba sisi hatupaswi kulia kupita kiasi hicho. Hatupaswi kulia. Kwa sababu gani? Anaenda kwa Baba, anaenda mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu maisha yake alimuishia Kristo. Na ndio maana ukija ulisome hili somo na ukalitafakari, maana yake unajua, utagundua kwamba kumbe tunapoishi maisha yetu kwa kumtegemea Kristo, hata tunapokuwa tunakufa ni faida. Sasa kama ni faida, kumbe basi hatupaswi kulia kupita kiasi hicho. Maana yake kwamba unakaribisha roho za mauti. Jambo la pili, kukaribisha roho za magonjwa. Yamkini huyo marehemu alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa fulani, na wewe ukalia kupita kiasi, ukajikuta yani unatoka msibani, unakuta mwingine kwa sababu alilia sana amepata pressure, kwa sababu alilia sana alianguka akaparalyze. Umeshawahi kusikia hizo? Maana yake nini? Maana yake kwamba kuna roho ambayo imeingia ndani yake, amelia kwa sababu machungu yamepita kiasi, akakaribisha roho, na hizo roho zimeingia na madhara ndani yake. Kwa hiyo ni vyema tunapokuwa tunapata na changamoto kama hizi, ni vyema tukalikimbilia kwanza neno la Mungu. Neno la Mungu, kwa sababu ndiyo mwongozo wetu. Unajua, ukiwa mtu wa kusoma neno la Mungu, hata pale unapopitia katika changamoto, ni kweli hakuna mtu ambaye anapopoteana na mpendo wake anafurahi, hapana. Lakini sasa lazima utambue kwamba wewe ni Mkristo, na kama ni Mkristo, kama ulimuishia Kristo, maana yake kwamba hata kufa ni faida. Hata huyu mtu ambaye amefariki, kama maisha yake yalikuwa ni ya kumpendeza Mungu, yalikuwa ni maisha safi, maana yake kwamba tunapaswa kufurahi. Tunafurahi kwa nini? Tunafurahi kwa sababu anaenda kuungana na Baba, anaenda kufurahi mbinguni na Baba.
hatupaswi kulia mpaka kiasi cha kwamba tunakaribisha roho za mauti, roho za magonjwa. Sasa kama nilivyokuambia, somo ambalo nimeliandaa leo ni somo fupi sana. Sasa natamani twende mbele za Bwana, natamani twende tukaombe. Yamkini ni wewe hapo, yamkini kuna kitu kilitokea nyuma na ukajikuta umeingia katika hali hiyo, labda katika hali ya magonjwa, kwa sababu tu ukiangalia chanzo kwa sababu nilienda msibani, chanzo kwa sababu nilifiwa, chanzo kwa sababu. Sasa ukishatambua hivyo, ukumbuke kabisa kwamba kuna roho ambayo iliingia ndani yako, na wewe sasa inakuaminisha tu kwamba ni hali ya kawaida, kumbe kuna sababu ambayo ilitokea. Sasa natamani twende mbele za Bwana tukaombe toba, kwa sababu kuna mahala tulifungua mlango sisi wenyewe na adui akapata hiyo nafasi, akaingia na akapandikiza roho za magonjwa ndani yetu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako nikiomba toba na msamaha. Kuna mahala ambapo adui alipata mlango kupitia machungu, kupitia kulia kupita kiasi, na adui akapata mlango wa kunishambulia. Na ndo maana hata hali hii ninayoipitia leo ni kwa sababu ya hali iliyokuwa imenitokea. Naomba toba na rehema, Bwana. Naomba unisamehe kabisa, unitakase kwa damu yako takatifu Yesu. Asante Yesu, sifa kwako Yesu. Basi kama kuna roho yote ambayo uliipata, labda ulienda msibani au ulipopatwa changamoto na hiyo hali ikaanza kukutesa, naomba sasa utenge muda wako na ukae kwa umakini kusikiliza haya maombi. Mimi nitakuongoza, lakini baadaye na wewe utaanza kufuatilia maombi kila wakati. Unaweza kutenga hata muda, unaweza kutenga siku 3, wiki, ukaendelea. Maana kwamba kama hilo pando lilipandikizwa kupitia roho ya uchungu, kulia kupita kiasi, litaondoka. Basi hebu fumba macho sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai, tunakuja mbele zako tena, muda huna sahi Bwana. Baba, nakushukuru kwa kuwa imependeza tena kusimama mbele zako sawa sawa neno lako Bwana. Unasema katika kitabu cha Zaburi, ile Zaburi ya 118 na ule mstari wa 1, unaosema kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Baba, naleta watumishi wako sasa, muda huna sahi Bwana. Yamkini kuna roho ambayo iliingia ndani ya watumishi wako, iwe ni roho ya magonjwa, iwe ni roho za mauti ambazo ziachiliwa ndani ya watumishi wako kwa sababu tu ya kulia kupita kiasi, kwa sababu ya uchungu, adui akapata mlango wa kuwashambulia watumishi wako. Nami Bwana, ninasimama mbele zako sasa, ninasimama kikamilifu, kwa kuwa umeniita Bwana kuifanya kazi yako kwa ubora, kwa ufanisi na kwa kiwango cha juu. Ninasimama kinyume sasa na hizo roho, ninasimama kinyume na hizo roho, ninasimama kinyume na hizo roho za magonjwa, hizo roho za magonjwa, hizo roho za mauti. Kifungo chochote cha mauti, kifungo cha mauti, kifungo cha magonjwa, ninakipasua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachia damu Yesu, naachia damu Yesu, naachia damu Yesu. Nachia damu Yesu, nachia damu Yesu, nachia damu Yesu, nachia damu Yesu. Wewe roho ya magonjwa, toka huo, toka. Mwachie baba huyo, mwachie mama huyo, mwachie kijana huyo, mwachie huyo binti. Power, wewe roho ya magonjwa, nachia damu Yesu Kristo, na wakamshinda kwa damu ya kondoo. Ni damu pekee, ni damu pekee, ni damu pekee. Damu Yesu, damu Yesu, damu Yesu inatembea sasa, inatembea sasa kwenye mwili mzima, kwenye mwili mzima, kwenye mwili mzima, kwenye mwili mzima. Kama hizo roho za magonjwa, kama hizo roho za magonjwa, haijalishi magonjwa gani, magonjwa
magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa yote yaliyotumwa Bwana, kuanzia sasa yachomoke, 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 yachomoke. Power, power, power. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao ukatao kweli. Kwa neno la Bwana nalituma sasa, nalituma sasa, natuma sasa. Wewe roho ya magonjwa, wewe roho ya magonjwa, toeka kuanzia sasa, toeka kuanzia sasa. Power, 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 power. Inatembea nguvu ya Bwana, inatembea nguvu ya Bwana, inatembea nguvu ya Bwana, inatembea nguvu ya Bwana. Ni moto, 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 ni moto. Neno la Mungu ni kama moto, ni kama moto, ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande, vipande vipande. Inapenya, 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 inapenya. Power, toeka, 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 toeka. Toeka, 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 toeka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto. Lazima mwachie, mwachie baba huyo, mwachie mama huyo, mwachie kijana huyo, binti huyo, binti huyo, binti. Kwenye mlango ulioingilia, kwenye mlango ulioingilia, mlango wa uchungu, mlango wa uchungu. Unatoeka, 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 unatoeka. Paka teke sikilika shakata likandara bo lika shekete. Power, 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 power. Ndio, 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 ndio. Watoka, 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 watoka. Wewe roho ya magonjwa, wewe roho ya magonjwa, na kulipua power, magonjwa ya pressure, magonjwa ya pressure. Ukamwaminisha, ukamwaminisha kwamba ni hali ya kawaida, kwamba ni hali ya kawaida. Kumbe uliingia kwa sababu, kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya uchungu. Unamwachilia, 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 unamwachilia. Hii ni amri, hii ni amri, hii ni amri, sio ombi, hii ni amri, sio ombi. Rika paka teke sikilika shaka. Power, walipuliwa, 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 walipuliwa. Power, ndio, 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 ndio. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ndio, ndio, ndio. Naona mnapiga mioyo, unapiga mioyo, unapiga mioyo, unapiga mioyo, unapiga mioyo. Unadondoka, ondoka, ondoka. Yaondoke hiyo roho, inachomoka 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 hiyo roho. Speed, 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 speed. Inaongezeka nguvu ya Bwana, inaongezeka nguvu ya Bwana, inaongezeka nguvu ya Bwana. Roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, roho ya magonjwa inaondoka, 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 inaondoka. Haijalishi ni stroke, haijalishi kuparalyze, haijalishi stroke. Kuanzia sasa, kuanzia sasa, chomoka wewe pepo la magonjwa. Power, kifungo chochote ulichofungamanishwa, kifungo cha magonjwa, kifungo cha magonjwa na kipasua. Power, achilia, power, achilia, power, achilia. Ni katika jina la Yesu Kristo. Ndio, ndio, ndio. Roho za mauti, roho za mauti, roho za mauti, walikuwekea roho za mauti, walikuwekea roho za mauti, walikuwekea roho za mauti. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Adui akapata mlango, akapata mlango, akapata mlango, akaingia kupitia uchungu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, naenda kinyume na kila utawala, utawala mapepo, haijalishi majini subiani, majini makata, maruhani, haijalishi mapepo yote na kazi zao zote. Kuanzia sasa, kuanzia sasa, toeka wewe roho ya mauti, toeka wewe roho ya mauti. Fungasha, 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 fungasha vitu vyako, fungasha vitu vyako. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto. Power, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto wa Bwana, ni moto wa Bwana, ni moto wa Bwana, ni moto wa Bwana. Bwana, mtumishi wako Elia akaita moto, akaita moto, akaita moto. Moto ukashuka kutoka mbinguni, ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka, ukateketeza kuni, mawe, mavumbi, maji. Nami Bwana, ninasimama mbele zako muda huna sasa Bwana, naita sasa moto, moto wa mtakatifu, moto wa mtakatifu. Kila roho yote, iwe roho ya magonjwa, iwe roho ya mauti, iyo mkamata baba huyo, iyo mkamata mama huyo, iyo mkamata binti huyo, iyo mkamata kijana huyo. Kuanzia sasa ikamachilie, 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 ikamachilie. Power, 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 power. Lipua, 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 lipua. Piga wata kangamia. Ndio, ndio, ndio. Hawezi usamili.
hawezi kustamili, hawezi kustamili, hawezi kustamili. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto. Ukalamba mawe, ukalamba mawe, ukalamba mawe, ukalamba mawe. Nami nawaamrisha sasa huo moto wa Bwana ukalambe roho za magonjwa, ukalambe roho za magonjwa, ukalambe roho za mauti. Oh, moto, 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 moto. Unaongezeka moto, unaongezeka moto. Moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana. Unapenya, unapenya, unapenya. Power. Natangaza sasa kufungua hizo pingo, hizo kifungo. Nafungua, nafungua, nafungua. Haya makufuri, haya makufuri, haya makufuri, haya makufuri. 1, 2, 3, yafunguke. Power kwa jina la Yesu Kristo. Kila kifungo, hizo kamba, hizo nila, hiyo mikatale, kila vifungo vyovyote vilivyokuwa vimefungwa, vilivyokuwa vimefungwa, vifungo vya magonjwa, vifungo vya mauti, vifunguke, vifunguke, vifunguke kwa jina la Yesu. Vifunguke, vifunguke, vifunguke. Oh, watake, wasitake, lazima wafunguke, lazima kuachilie, lazima kuachilie, lazima kuachilie, lazima kuachilie kwa jina la Yesu. Power. Sante Yesu. Sante Yesu. Sante Yesu. Sifa kwako Yesu. Baba, nimeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi naseme amina. Basi wewe ambaye umefuatilia haya maombi, ni maombi ya kuondoa kila roho ambazo zimekufuatilia kupitia roho ya uchungu, kupitia ulipolia sana, roho ya uchungu ikaingia ndani yako, roho za magonjwa zikaingia ndani yako, roho za mauti zikaingia ndani yako. Basi Bwana amekufungua kwa jina la Yesu. Basi nikuombe sasa, endelea kufuatilia tena kipindi kingine kinachofuata, lakini usisahau kusubscribe na kulike na kucomment, ili basi tuendelee kumtukuza Mungu kwa pamoja. Unapobarikiwa wewe, mshirikishe na wenzako na mwenzako na mwenzako, ili na yeye aweze kubarikiwa. Basi ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Francis Mabina. Nikutakie kila lililo jema, na Bwana aendelee kukulinda na kukutunza. Amen.